Unajua kwa nini wamepiga kelele wabunge wa mboga mboga bungeni juzi wamepiga yowe sana? Mimi nitakusaidia, nitawapa sababu. Maseneta wa Marekani, Senator Shaheen anatoka New Hampshire na mjumbe mwandamizi wa kamati ya uhusiano wa kigeni wa Senate, Senator Ted Cruz anatoka Texas. Shaheen ni kutoka Democrats. Ted Cruz anatoka chama cha Republicans. Kwa pamoja waliwasilisha muswada wa sheria wa pande mbili bipartisan. Yani chama kwa mfano Chadema na sisi mwashirikiani pamoja kupeleka mswada wa kisheria bungeni. Sasa huu ni sheria ya kutathmini uhusiano wa nchi mbili za Marekani na Tanzania. Sasa sheria hii ya kutathmini uhusiano mpya inataka kufanyika kwa tathmini ya kina ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kufuatia matukio ya uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika Oktoba 29, 2025, ambapo mamlaka za Tanzania zinatuhumiwa kukandamiza kikatili maelfu ya waandamanaji. Sasa mamlaka zinatuhumiwa kuzima mtandao wa internet nchi nzima, kuwanyima majeruhi huduma za afya na matibabu, kuwakamata waandamanaji kutoka katika hospitali, yani wanawafuata waandamanaji wanaokuwa wanatibiwa hospitalini wanakwenda kuwapeleka mpaka wanajulikana, wanatuhumiwa hivyo. Kukusanya miili kutoka katika vyumba vya kuhifadhia maiti, yani mortuary, ili kuficha ukubwa ule uzito na ukandamizaji. Sasa mswada huo ambao umepelekwa kwenye Senate ya Marekani unaitisha tathmini upya ya ushirikiano wa kiusalama wa kiuchumi, kidiplomasia wa Marekani na Tanzania kutokana na kuporomoka kwa misingi ya kidemokrasia nchini Tanzania. Sasa hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni ukandamizaji wa kisiasa kwa wapinzani. Jambo la pili. Jambo la tatu, ukiukwaji wa haki za binadamu. Hilo jambo la tatu. Mambo makubwa matatu hayo. Sasa mswada wa sheria unalenga zaidi kusitisha misaada ya kiusalama na kiuchumi pamoja na fedha za MCC na kuweka vikwazo vya visa. Vikwazo vya visa ambao wamepiga kwenye mshono, pia kwenye shingo za CCM ndio wanapiga yowe zile. Na mali dhidi ya vikwazo vya visa na mali dhidi ya viongozi wa serikali ya Tanzania na usalama kwa wote waliohusika na ghasia hizo za ukiukwaji wa uhuru wa kidini. Uhuru wa kidini pamoja na kufungia kanisa la Gwajima. Ndio sasa msiseme uhuru wa kidini gani? Uhuru kufungia kanisa la Gwajima kwa kipindi chote kile, huo ni ukiukaji wa uhuru wa kidini. Sasa misaada hiyo itarejeshwa tu iwapo serikali ya Tanzania itafanya mageuzi ya kweli ya kidemokrasia, watu wachaguane, watu wapige kura, uchaguzi wa uhuru na haki, kulinda uhuru wa watu kujieleza na kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu mauaji ya kutisha raia yaliyofanywa na vikosi vya serikali Oktoba 29 mwaka 2025 na kuendelea na siku zake zilizofuata. Hivyo tu misaada hiyo itarejeshwa. Yani kama unapenda misaada, kama unapenda pesa za beberu, clean, wamekupa na options. Sasa huo mswada wa sheria wa pande mbili bipartisan unaitaka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kufanya tathmini upya ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili, ikijumuisha mwelekeo wa kidemokrasia wa Tanzania, ukandamizaji wa kisiasa na athari za machafuko kwa biashara ya Marekani na utulivu wa kikanda. Sijui mnaelewa, ndio nafafanulia kwa urefu sana. Mswada huo wa sheria unaitisha mkakati wa kina unaoanisha mageuzi ya kidemokrasia yanayohitajika kufanyika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa uhuru wa watu kujieleza, uhuru wa kidini, watu kuabudu na utawala bora wa sheria. Pesa, kwa sababu pesa zao mnachukua, lazima sheria tuwapangie, kwa sababu pesa za MCC mnabeba. Kwa hiyo pesa zao mnachukua, pesa tam za maberu lazima wapangie masharti. Sasa mswada huo wa bipartisan wa pande mbili unataka ripoti na wataje maafisa wa serikali wa Tanzania, CCM na vyombo vya usalama waliohusika na ghasia za kisiasa, matukio ya kuteka na kupoteza watu, udhibiti wa vyombo vya habari, udhalimu wa kidini
na ukiukwaji mwingine mkubwa wa haki za binadamu wawajibishwe. Muswada huo pia wa sheria ya kutathmini uhusiano upya wa Marekani na Tanzania unaruhusu kuwekwa kwa vikwazo ikiwa ni pamoja na kupigwa marufuku ya visa za kusafiria, kuzuia mali dhidi ya watu binafsi waliohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizaji wa kisiasa katika matukio hayo ya Oktoba 29 na kuendelea. Muswada huo unasitisha misaada ya kiusalama, kiuchumi, kimaendeleo na msaada wa kibiashara kutoka Marekani kwenda Tanzania hadi pale ambapo waziri mambo ya nje atakapothibitisha kuwa Tanzania imetekeleza mageuzi ya maana ya kidemokrasia na kukomesha mashtaka yenye misingi ya kisiasa pamoja na udhibiti wa vyombo vya habari. Kudadadeki. Sasa muswada huo wa sheria wa pande mbili bipartisan, yani Democrats na Republicans, wa kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania unapiga marufuku msaada wa Millennium Challenge Corporation MCC kwa Tanzania hadi Tanzania ionyeshe nia mpya ya dhati katika utawala wa kidemokrasia. Mswada huo wa sheria ya kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania unaonyesha mshikamano, solidarity na watu wa Tanzania waliopigwa risasi, waliotekwa, waliopotezwa, waliofungwa na kadhalika. Kuunga mkono wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio yaliyotokea Oktoba 29, 2025 nchini Tanzania. Siku nzuri, mwaka mzuri, siku nzuri kabisa kuishi Tanzania. Sasa tulitegemea tupate nini kingine zaidi ya hiki? Anyway, iko hivi. Marekani inaingiza wastani wa dola za Marekani bilioni 2.8 sawa na takriban shilingi trilioni 7.32 za Kitanzania kila mwaka katika uchumi wa Tanzania. Nafikiri hao wanaoitwa wadau maendeleo Marekani ambao wana pump pesa zao almost trilioni 7.32 za Kitanzania kila mwaka kwenye uchumi wa Tanzania, waendelee kukaza nati kwa kuwa hao wauni ukatili upo kwenye DNA. Ni DNA yao. Sasa kisha haije kufikia Marekani wakatengeneza mswada wa sheria dhidi ya nchi fulani. Haije kutokea hiyo. Hata Iran pamoja wanagombana na vita kabisa, Marekani hawajafikia kutengeneza mswada wa sheria. Mpaka amefikia kutengenezewa kanuni, mswada wa sheria wa kutathmini upya mahusiano yenu. You guys imefika pabaya sana. Mmegusa pabaya sana. Kama mnapenda pesa mabeberu, mjitathmini. Ikiwa sheria mpya hiyo inayojulikana kama Reassessing the United States Tanzania Bilateral Relationship Act itapitishwa, itaweka shinikizo kubwa kwa serikali ya Tanzania kifedha na kidiplomasia, huku wananchi wa kawaida pia tukibeba athari kubwa za kiuchumi kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Lazima niwafafanulie pia ile ndugu zangu mjue hili jambo, kwa sababu nitawafafanulia kidogo. Kwa sababu mswada huu unaungwa mkono na vyama vyote viwili vikuu vya Marekani, ukiwa umedhaminiwa na Senate ya Democratic, Senator Jen Shaheen pamoja na Senator Republican Ted Cruz. Una uzito mkubwa wa kisiasa na uwezekano mkubwa wa kupitisha na bunge la Marekani. Utapitishwa kwa sababu umetengenezwa kwa pande mbili. Hamna kubishana kwa sababu umetoka Senate, umetoka Republicans, ni kama vile bunge la Chadema na CCM. Chadema utoke mmoja watengeneze bilateral, watengeneze bipartisan act waipeleke bungeni, inakataliwaje? Inapigiwa kura tu. Kwa hiyo CCM mmeyakanyaga wakati huu, lazima mkutane na moto. Kama mnapenda pesa za mabeberu za Marekani, mnakutana na moto na haishi kwenye vita. Sasa inavuka mbali na kwenda mpaka wananchi. Athari zake zimegawanyika katika maeneo makuu mawili. Serikali ya Tanzania na wananchi wake kwa ujumla wataathirika katika maeneo mawili. Athari za moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania nitakuelezea. Huo mswada unaelekeza lawama moja kwa moja
kwa vyombo vya dola chama tawala cha CCM pamoja na vyombo vya ulinzi kutokana na madai ya vurugu hayo ya ukandamizaji, utekaji na ukiukwaji wa haki za binadamu yanayohusishwa na uchaguzi wa mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Kusitishwa kwa misaada ya maendeleo na biashara. Marekani itasitisha mara moja, nimekuambia ni almost trilioni 7.32 kwa mwaka wana pump pesa zao kwenye misaada na biashara, bado misaada yao ambao wanaleta kupitia MCC. Watasitisha mara moja misaada yao ya maendeleo ya kiuchumi, ushirikiano wa kiusalama ambao wanatoa kwenye majeshi, wanafanya zile mazoezi ya drilling na JWTZ, watasitisha ushirikiano wa kiusalama pamoja na baadhi ya programu za kibiashara. Fedha hizo zitaendelea kuzuiwa hadi waziri wa mambo ya nje sasa, ambapo nilivyoambia mwanzo, Marekani athibitishe kuwa Tanzania imefanya mageuzi ya kidemokrasia ambayo yanahitajika na kusitisha mashtaka yenye misukumo ya kisiasa, kesi za kisiasa zifutwe, Lissu aachiwe na kadhalika. Kufungiwa kwa fedha za MCC kama nilivyoambia kule juu, sheria hiyo pia inataka Tanzania kupata fedha kutoka shirika la Millennium Challenge Corporation MCC ambalo kwa miaka mingi limekuwa likifadhili miradi mikubwa ya miundombinu kama umeme, maji, barabara na kadhalika. Sasa vikwazo kwa viongozi wa serikali. Utawala wa Marekani utalazimika kuandaa orodha rasmi, hapo ndio patamu sasa, ya viongozi wa serikali ya CCM, maafisa wa usalama wanaotuhumiwa kuhusika na vurugu za uchaguzi, utekaji na udhibiti wa vyombo vya habari waliotaja watakabiliwa na: 1. Marufuku ya visa za kuingia Marekani. 2. Kufungiwa mali na akaunti zao. 3. Mimi ni kufungiwa mali na akaunti zao ambazo zinazoweza kuwa chini ya mfumo wa kifedha wa kimataifa, kwa sababu wao wanaiba fedha wanapeka nje, kwa zile akaunti zafungwa. Unaona, wasikia milioni mikubwa sana. Asante sana. Kama ulivyomsikiza huyu jamaa akizungumza, akielezea kwa upana yale ambayo Marekani imeweza kuwekea nchi ya Tanzania, yani ameweza kuwekewa yani vikwazo mapya. Kama alivyozungumza hapo, ameweza kuzungumza mambo mengi jinsi ulivyomsikiza akizungumza hapo. Sijui una maoni gani kuhusiana na alichosema bwana huyu kuhusiana yale Marekani ameweza kuweka kwenye meza ili yaweze kujadiliwa kuhusiana na ile uhusiano kati ya Tanzania na Marekani. Kama unavyojua, hivi karibuni ama tarehe 7 mwezi wa 7 kunatarajiwa maandamano ambapo Watanzania wameweza kujiandaa. Kuna kampeni ambayo inaendelea kuhamasisha wananchi waweze kujitokeza hiyo tarehe. Sijui una maoni gani kuhusiana haya yote? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe, na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, na kutakia jioni njema. Asante sana.